akaja mmoja wa wale malaika 7 kwenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambayo wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakawa katika nchi wamelevya kwa mbinyo wa uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojaa na machukizo na machafu ya uasherati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la pili, Babeli mkuu, mama kahaba na machukizo ya nchi. Nilipomuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyo na ya mnyama huyo amchukuaye, mwenye vichwa 7 na zile pembe 10. Habalini wapendwa, karibuni tena katika hii channel ya Bible Truth Prophet Minister. Tunapokwenda kutazama ukweli mwingine wa leo, nina imani ya kwamba tunakwenda kugusa sehemu ambayo itatusaidia kugundua kwamba tuko mwisho wakati, na Kristo muda sio mrefu anakuja tena mara pili. Hivyo Kristo anahitaji watendakazi ambao watapeleka hii kazi mpaka mwisho, kwa sababu tuko wakati ambao tunakaribia kuingia kwenye kilio kikuu. Na hivyo kama watu hawatakutwa wamejiandaa, hawataweza kutumiwa na Kristo. Na hivyo lazima watu wa Mungu tujue ni wakati gani tunaoishi na nini cha kufanya kusudi tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo, ambao dalili zote zinaonesha kwamba Yesu yu karibu mlangoni. Nitaanza kusoma nukuu moja kwenye kitabu hiki cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9, na ni ukurasa wa 26 na ile paragraph ya kwanza. Na nabii wa Mungu ananukuu kwa uaminifu kabisa, anasema hivi: kazi tuliopewa ni kubwa na muhimu. Nasema kazi ambayo Kristo ameitoa mwisho wa kizazi hiki cha mwisho, anasema ni kubwa na muhimu sana. Nasema na ndani yake wanahitajika watu wenye hekima. Watu gani wapendwa? Watu wenye hekima, wasio na ubinafsi, mambo kama hayo. Watu ambao huelewa ni nini maana ya kujitoa kwa juhudi isiyo na ubinafsi ya kuokoa roho. Na nasema kwamba nabii wa Mungu, lakini hakuna haja ya huduma ya watu ambao ni vuguvugu. Kwa hiyo watu ambao ni vuguvugu wala hawahitajiki, maana watu kama hao Kristo hawezi kuwatumia. Anasema kwamba wanahitajika wanaume na wanawake ambao mioyo yao imeguswa na mateso au huzuni ya wanadamu, na ambao maisha yao yanatoa ushahidi kuwa wanapokea na kuangaza nuru, uzima na neema. Hivyo Kristo anahitaji watu wa muhimu sana, kwa sababu tuko wakati wa muhimu pia. Anahitaji watu ambao si wa binafsi, kwa sababu ni wakati ambapo ulimwengu unaelekea kupungua kwa upendo na kukoma kabisa kwa upendo. Hivyo wanahitajika watu ambao watatoa huduma isiyokuwa na binafsi, hasa katika wakati huu wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Watu kama hao walihitajika wakati wa Nuhu, na Nuhu akawa ni mmoja wake pamoja na familia yake. Lakini watu kama hao walihitajika wakati wa Lutu, na Lutu akawa ni mmoja wapo na watoto wake 2. Watu hao walihitajika wakati wa kipindi cha Kristo. Tukamwona Yohana Mbatizaji pamoja na mitume wakawa sehemu ya kupeleka kazi hiyo. Lakini wakati wa 1844 walikuwepo watu kama akina William Miller, walikuwepo watu kama akina Joseph Bates, akina Ellen White,
wakawa tayari kupeleka kazi wakati ule. Lakini wakati wa 1888 walikuwepo watu kama akina Wagona na AT, hao pia nao wakapeleka kazi wakati ule. Lakini wakati huu watu muhimu wanahitajika, kwa sababu tuko wakati muhimu sana. Na leo kwa neema ya Mungu tukatazame somo nyeti na somo muhimu. Na kabla ya kuanza somo hilo, ni waalika wapendwa tuweze kupiga magoti na kujikabidhi mikononi mwa Kristo kabla hatujaanza somo hilo. Karibuni sana watu wa Mungu, karibuni. Basi tuweze kuomba. Baba yetu mpendwa, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambazo hazina mwisho. Ni wakati mwingine tena Mungu wa mbinguni tumekuja kwako. Unafahamu ya kwamba Jehova, nafsi na asili ya wanadamu ni ubinafsi. Lakini katika wakati huu Mungu wa mbinguni unahitaji watu ambao wataushinda ubinafsi. Wataacha upendo wa dunia na kupenda watu ambao Mungu alikuja kuwafia. Tunatamani Jehova tuwe sisi, mimi na mtazamaji Jehova, tumalize kazi hii na kuandaa watu kwa ajili ya marejeo yako. Dalili zote zinaonyesha kwamba Kristo anakuja. Ing'ola kila kona ya dunia ni ishara ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Je, mavazi yangu yamesafishwa kwa damu ya Kristo? Je, nimeaksi upendo ambao Kristo unaohitaji uweze kuangaza wakati wa kufunga historia ya ulimwengu? Je, ndugu zangu, rafiki zangu, unaponitazama maisha yangu yanaaksi upendo huo? Kabla Jehova tujaingia kwenye kilio kikuu, unahitaji watu ambao kweli wataangazwa na upendo wa Kristo. Na hao watu watakwenda wakaite mwito wa mwisho na kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele au kwa ajili ya mapigo 7 ya mwisho. Mungu wa mbinguni, tuko katika wakati huo. Hivyo ninachokusina kukuomba Mungu wa mbinguni, tunapokwenda kutazama somo hili, mioyo yetu ikayeyuke na damu ya Kristo ikatusafishe. Kama kuna madoa ya dhambi, Mungu wa mbinguni, tukaweze kuponywa katika masaa haya. Tufai kuhubiri ujumbe wa kilio kikuu. Tufai kuandaa watu kwa ajili ya ujio wako. Na kama hatutofaa, Mungu wa mbinguni, utatukataa na utakiri wazi ya kwamba siwatambui ninyi, enyi mtendao maovu. Maneno haya Mungu wa mbinguni, hatutamani atamkwe kwetu. Hatutamani atamke kwangu. Sitamani Jehova yatamke kwa mtazamaji na msikilizaji. Ili kusudi Jehova tuweze kushinda, tunatamani wakati huu sasa tuwe na maandalizi ya kiroho na kimwili kabla tujachelewa. Tusaidie kutukamilisha, maana wewe ndio uweze kutukamilisha. Neema yako yatosha Mungu wa mbinguni. Tunapoanza somo hili tuongoze kwa Kristo Yesu. Amen. Karibu sana watu wa Mungu tunapoanza mfululizo wa masomo yetu. Na leo tena tutazama ukweli mwingine ambao kwa neema ya Mungu unakwenda kutuandaa na kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Tunapotazama dalili na nyakati ya kwamba tupo karibu kufunga historia ya ulimwengu, na paswa wajumbe wa Mungu watoe ujumbe pasipo binafsi. Katika kichwa cha habari, Vatican imeomba sabato ulimwengu kuanzisha upya uchumi wa ulimwengu. Tunafahamu ya kwamba anachokitumia mnyama kwa ajili ya kuwaleta watu katika umoja ni mambo kama uchumi pamoja na dini. Na hivyo mwito huu wa Vatican kuomba sabato ya ulimwengu ili kusudi kuanzisha uchumi mpya katika ulimwengu ni kwa sababu kuna jambo kubwa linakwenda kutokea tunapokwenda kufunga historia ya ulimwengu. Katika nchi nyingi leo kumekuwa na vurugu. Hata hapa katika nchi Tanzania kumekuwa na vurugu. Hii ni dalili ya marejeo ya Kristo, na wala watu hawapaswi kuangalia ni mchawi. Ni dalili ya ujio wa Kristo. Matukio ambayo Kristo aliyazungumza ya kwamba yatatokea kabla ya kufungwa historia ya ulimwengu tunayaona hii leo. Na tunafahamu ya kwamba utawala uliopo leo ukimalizia awamu yake kutoka ule mwaka ilipopata jeraha la mauti ule mwaka 1798 na ikapata tena nguvu ule mwaka wa 1929. Nazungumzia Rumi ya kidini, ipo kwenye utawala wake wa mwisho kumalizia kazi. Ukisoma Danieli sura ya 2, Danieli sura ya 7 inaeleza ya kwamba utawala huu hatimaye utakuja kuharibiwa na jiwe ambalo lilichongwa pasipo aids au mbinu za mwanadamu. Na utawala huu ni utawala wa Kirumi ambao unaongoza dunia leo.
na atakayekuja kumaliza utawala huu ni Kristo mwenyewe, ambaye ni jiwe ambalo wamelikataa waashi. Tunapoona dalili hizi ambazo zinazionyesha katika ulimwengu wote, maandamano katika kila kona ya dunia, riot na watu wa kudai haki zao, ni dalili ya kwamba tupo karibu kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Hebu tazama mpendwa, kila ambacho kimezungumzwa ni ishara ya kwamba tupo karibu na kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Sikiliza. Tarehe 15 Novemba 2025, wakati wa hadhira kuu katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Papa Leo wa 14 alikutana na mahujaji kutoka kote Italia na duniani kote. Katika hotuba yake, Papa Leo wa 14 alirejea mada ya mwaka wa Jubilee 2025. Mada ya nini wapendwa? Ya Jubilee. Je, Jubilee ya miaka 6 ya dunia ni lini? 2027. Na wao wanatangulia Jubilee ya Kristo. Tunafahamu ya kwamba Kristo ile mwaka wa 27, watu wa Mungu, alitangaza mwaka wa Bwana wa kuachiliwa. Na hapo ndipo Kristo alipoanza kufanya miujiza mingi sana. Lakini Vatican inazungumza nini hapa? Inasema anarejelea maadhimio ya Jubilee ambayo tunafahamu ya kwamba ilianza 2025 na inakwenda kuisha 2026. Hizi ni dalili ya kwamba tupo karibu kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Na kumbuka, kila wakati ambapo Kristo huwa yupo karibu kutenda jambo fulani, huwa kunatanguliwa na ishara, huwa kunatanguliwa na vuguvugu, vita, ili kusudi watu waweze kuamka. Wakati Kristo alipokuwa anataka kuleta sheria Jumapili 1888, kulikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya Amerika. Lakini hata 1888 kulikuwa pia na vuguvugu fulani. Kuna matukio litangulia hapo kabla ya Kristo kuhama kutoka chumba cha kwanza kwenda chumba cha pili. Hata wakati huu, watu wa Mungu, Kristo anapojiandaa kutoka katika chumba cha patakatifu mno na kutoka kuhamisha dhambi kwa mbuzi wa Azazeli, kuna matukio ambayo yatatangulia. Lakini hii pia ni ishara ya kwamba Kristo yupo karibu kuhama kwenye hukumu ya waliokufa na kuingia kwa hukumu ya walio hai. Hizo ni dalili za kwamba Kristo kuna jambo fulani na kwenda kutendeka. Lakini pia ni ishara ya kwamba kikomo cha rehema ya dunia ambayo Mungu ametoa, ambayo ni miaka 6, ipo karibu pia kukoma. Hivyo tutashuhudia matukio kama haya ambayo yanaonesha ya kwamba tupo karibu kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Mpaka Jubilee ya dunia 2027, tuna umri gani? Tuna muda gani? Ni miaka michache sana, ambao ni ishara ya kwamba tupo karibu kufunga kwa historia ya ulimwengu. Lakini kabla ya kufungwa historia ya ulimwengu, kuna matukio fuatayo ambao yatatangulia kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Tukio linaloendelea leo hii ni kutiwa muhuri kwa watu wa Mungu waaminifu. Kitabu cha Ezekiel 8:9 kinaeleza wazi jinsi ambavyo watu wa Mungu watatiwa muhuri. Lakini baada ya hapo, tukio jingine ni lipi? Tukio jingine ambalo litafuata, watu wa Mungu, itakuwa ni sheria ya Jumapili. Itakuwa ni alama ya mnyama, na ndicho ambacho leo kinatafutwa na wakuu wa dunia hii, kuandaa watu kwa ajili ya movement hiyo. Na baada ya hapo, watu wa Mungu, mlango wa rehema kwa Waadventista utafungwa na kutakuwa na room ya injili kwa ulimwengu ambayo itahubiriwa na watu maalum, watu ambao walitiwa muhuri na ambao watajiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Na baada ya hapo, watu wa Mungu, baada ya kilio kikuu, mlango wa rehema utafungwa kwa ulimwengu wote. Na baada ya kufungwa mlango wa rehema kwa ulimwengu wote, mapigo 7 yatamwagwa, na baada ya hapo Kristo ataonekana katika mawingu ya mbinguni. Hivyo tuna wakati mchache sana na Kristo atakuja tena mara ya pili. Sikiliza, zungumza wazi ya kwamba kwa hiyo Papa Leo wa 14 akirejea mada ya mwaka wa Jubilee 2025, akidai kwamba ufunuo wa Yesu Kristo unatoa msingi wa uongofu wa kiekolojia. Anasema kwamba unaohitajika ili kuleta ecology muhimu ambayo itatatua changamoto
ya kimataifa za leo. Ujumbe huu umeonyesha kiini cha Laudato Si. Tunafahamu Laudato Si, kitu gani ambacho kilikuwa ndani ya Laudato Si, ambao ulikuwa ni waraka wa Papa Francis. Ilikuwa ni kuirejesha tena Jumapili kama siku ya ibada katika ulimwengu wote. Nasema na Leo wa 14 anaendeleza ajenda ya Papa Francisco kwa kutoa wito wa kuundwa kwa mfumo wa kimataifa unaochanganya masuala ya mazingira, siasa, uchumi, mshikamano na hali ya kiroho katika mfumo mmoja wa maadili kwa ulimwengu mzima. Ndicho ambacho kinatafutwa. Sasa tuone ripoti ya Holy See. Taarifa hii ndiyo inatupa kiini cha kila ambacho watu wa Mungu kinaujua ulimwengu. Sikiliza ripoti ya Holy See. Tunatafakari katika mwaka huu wa Jubilee uliowekwa watu kwa matumaini juu ya uhusiano kati ya ufunuo wa Kristo na changamoto za ulimwengu wa siasa. Kwa njia hii, kifo na ufufuo wa Yesu ni msingi wa hali ya kiroho ya ekolojia muhimu, ambayo nje yake maneno ya imani hayana uhalisia na maneno ya sayansi hubaki nje ya moyo. Sikiliza mpendwa anachokisema. Katika amani ya Sabato na uzuri wa bustani, sikiliza, pambano kuu kati ya giza na nuru lililoanza na usaliti, kukamatwa, kuachwa, kulaniwa, kufedheheshwa na kuuawa kwa mwana ambaye akiwa amewapenda watu wake waliokuwa katika ulimwengu. Aliwapenda mpaka mwisho. Kwenye Yohana 13:1 ananukuu hivyo, tazama na afanya yote kuwa mapya. Kwenye Ufunuo 21:5 Papa Francisco pamoja na waraka wa Laudato Si alituonesha hitaji kuu la kutazama kwa kutafakari. Ikiwa yeye si mlinzi wa bustani, mwanadamu anakuwa mharibifu wake. Anarejea waraka wa Laudato Si, maana yake anarejelea, anafufua makaburi. Na in fact ni kwamba hawa jamaa ajenda yao huwa ni moja, kwa sababu kilichopo kwenye kiti cha upapa, kwa yaliyoachwa na Francisco, lazima yatatimizwa na Papa Leo. By the way, Papa Leo ndiye papa ambaye anakwenda kupitisha sheria ya Jumapili. Yeye ndiyo yupo kushinikiza uundwaji wa sanamu ya mnyama Amerika. Ndio, kwa sababu amelisi majina ya kina Leo. Ile miaka 1500 wakati wa kina Martin Luther alikuwa Papa Leo. Na tunafahamu kilichowapata wana matengenezo wakati huo kilikuwa ni kigumu sana. Lakini pia mwaka 1888 kulikuwa na Papa Leo. Kulikuwa na nini? Kulikuwa na sheria ya Jumapili. Hata sasa uwepo wa Papa Leo ni ishara kwamba hatuko mbali na sheria ya Jumapili. Holy See report inasema kwamba pia kuna watu wengi wanaotamani kupitia uhusiano wa moja kwa moja na uumbaji, maelewano mapya ambayo yataongoza kupita migawanyiko mingi. Kwa sababu hii tunazungumza juu ya uongofu wa kiekolojia ambao Wakristo hawawezi kutenganisha na ugeuzi wa bila shaka ambao Yesu anawauliza. Ishara ya hili ni kugeuka kwa Mariamu katika asubuhi ile ya Pasaka. Ni kwa kuongoka tu. Baada ya kuongoka ndipo tunapita katika bonde hilo la machozi hadi Yerusalemu. Uongofu gani watu wa Mungu? Uongofu huu ni kurejeshwa kwa Sabato ya Jumapili. Hii ni ishara kwamba tupo karibu na kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Hebu soma Vatican News kutoka 28 mpaka 30 Novemba. Watakuwa na hii agenda, nasema Castel Niccardo will be host to restarting the economy. A global meeting promoted by economy of Francisco. The international event will be aimed at rethinking the economy in rights of Jubilee, focusing on social justice, care of the earth and the freedom from debt. Kwa kuanzia 28 mpaka 30 huyu jamaa Castel anakwenda kusimamia kwenye issue ya restarting of economy, yani kuanzisha uchumi ambao utaintegrate mambo gani? Jubilee na uchumi wa dunia. Hii ni dalili ya kwamba wana promote sheria ya Jumapili. Tazama, hicho ndicho ambacho kinatafutwa. Anasema in this sense
The Jubilee evokes the need for Sabbath of the world. Anasema Jubilee hii, watu wa Mungu, ndio ambayo inapromoti Sabato. Kwa nini? Sabato kwa dunia. Watu wa Mungu, matukio ambayo nabii wa Mungu aliyazungumza na matukio ambayo manabii walitamani kuyaona, leo tunayaona kwa macho yetu. Lazima watu wa Mungu tuamke. Let us wake up. Let us reunite together ili tuweze kumaliza kazi, watu wa Mungu. By the way, uko ujumbe ambao umesaulika, na huu ndio ujumbe ambao utamaliza kazi. Ni ujumbe wa haki ya Kristo, kuhesabiwa haki kwa imani. Unaweza kuielewa sheria vizuri, unaweza kuyafocus matukio na utukia leo hii vizuri kabisa, lakini kama hauna haki ya Kristo, hauwezi kuhubiri kilio kikuu. Sababu ni lazima Kristo atengeneze kroni wake mwenyewe. Ulimwengu utakapowatazama hawa watu, wamuone Kristo katika maisha yao, na kilio kikuu ndipo ambapo kitakwenda kwa kasi, na watu wengi watayatoa maisha yao kwa ajili ya ujio wa Kristo. Hicho ndicho ambacho watu wa Mungu kinahitajika. Sikiliza Evangelism ukurasa wa 705. Nabii wa Mungu anasema hivi: katika wakati hasa tunaoishi sasa, Bwana amewaita watu wake na amewapa ujumbe wa kubeba. Amewaita kufunua uovu wa mtu wa kuasi, ambaye amefanya sheria ya Jumapili kwa nguvu ya kipekee, ambaye amefikiria kubadilisha nyakati na sheria na kuonea watu wa Mungu ambao wanasimama imara kumheshimu kwa kuitunza Sabato ya kweli ya pekee, Sabato ya uumbaji kama takatifu kwa Bwana. Hivyo Mungu ameita watu wake kwa sasa kufunua uovu wa mwana wa kuasi, sons of perdition, mwana wa uharibifu, ambaye Paul alinukuya kwamba mwisho hauwezi kuja bila kufunuliwa kwa huyu mwana wa kuasi. Na huyu mwana wa kuasi utamfahamu vipi? Mungu wetu huwa na keti katikati ya makerubi. Lakini tazama hii picha. Papa Leo anakaa katikati ya kerubi. Hiyo ni kufuru kwa Mungu. Na huyu ndio mwana wa kuasi. Na ulimwengu wote lazima ufahamu ya kwamba Roman Catholic inatumiwa kukamilisha ajenda za shetani, ambapo lengo lao kuu ni hili: kufanya ulimwengu wote kumfanyia yule mnyama sanamu, na sanamu inene, na kuwafanya wote ambao hawatatii au kuabudu wauawe. Hiyo ni Ufunuo 13 mstari wa 15 na kuendelea. Ni dalili ya kwamba tumekaribia kufika katika wakati huo. Tunaposhuhudia machukizo yakiendelea, ni ishara ya kwamba Kristo yu mlangoni. Na kipi kinahitajika? Kinachohitajika ni ujumbe wa haki kwa imani. Ni ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Ni ujumbe ambao utamtransform mdhambi, kumaliza dhambi. Ujumbe ambao utabadili maisha yetu, si kwa nguvu zetu wenyewe, bali kwa kuhesabiwa haki ya Kristo. Wakati tulipoingia dhambini, watu wa Mungu, tulipokea asili ya dhambi. Kwa hiyo hatuwezi kuishinda dhambi katika maisha yetu, na pekee mwenye uwezo kutushindia ni Kristo anapokuwa ndani yetu. Tunapomsoma Kristo katika nakala za Biblia, tunaiona picha yake katika Biblia, na hivyo anatupatia uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, na si kwamba sisi wenyewe ndiyo tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Sikiliza, anazungumza wazi kwamba na waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, na hao ndio waliaminilo jina lake. Na unapofanyika kuwa mtoto wa Mungu, maisha yako yatabadilika. Upendo kwa watu wengine utabadilika. Mitazamo kwa watu wengine itabadilika. Unavyomchukulia yule itabadilika. Na hicho ndicho ambacho kitaleta loud cry. Hicho ndicho ambacho kitaleta loud cry. Levine Hillard ya Novemba 22, 1892. Sikiliza anavyozungumza nabii wa Mungu. Wakati wa kujaribiwa upo juu yetu, kwani kilio kikuu cha malaika watatu tayari kimeanza. Katika ufunuo wa haki ya nani? Ufunuo wa haki ya Kristo. Kumbe mwanzo wa kilio kikuu, Mungu alitoa nini? 1888 Mungu aliwaita vijana wawili, Wagona,
na mwenzake Alonzo. Kwa hiyo hawa watu walitakiwa waanzishe Laodicea, na hatimaye mwishoni, watu wa Mungu, tunapokwenda kumaliza hii kazi, pia Laodicea, watu baada ya kuelewa somo hili la kuhesabiwa haki kwa imani, ulimwengu wote utaangazwa kwa haki ya Kristo. Na hii ndiyo Laodicea. Hii ndiyo Laodicea. Laodicea sio tu kufunua uovu wa mwana wa kuasi, sio tu kueleza papa anafanyaje, sio tu kueleza papa kafanya hiki. Tunapofunua uovu wa mwana wa kuasi, tunamuinua Yesu Kristo juu kama senta ya mahubiri yetu. Na tunapomuinua Yesu juu, watu watautazama upendo wake, na kupitia upendo wa Kristo watu watatii sheria za Kristo, si kwa kulazimishwa bali kwa mapenzi ya kutoka moyoni. Anasema kwamba Mwokozi anayesamehe dhambi, huu ni mwanzo wa nuru ya malaika ambayo tukufu wake utangaza dunia yote. Wakati kina A.T. Jonas na Wagona walipoanza kuhubiri ujumbe, ilikuwa ni mwanzo wa nini? Ilikuwa ni mwanzo. Na tunapoelekea mwishoni, nuru hii itapanuka zaidi na kuwa kubwa, ambayo ndiyo nuru ya malaika wanne, ambayo ndiyo msafara wa malaika wanne katika Ufunuo sura ya 18. Hivyo lazima tuelewe nini maana haki ya Kristo na nini maana ya kuhesabiwa haki kwa Kristo. Sikiliza. Thought from the amount of blessing. Anazungumza hivi nabii wa Mungu, ukurasa wa 109. Anasema hivi: lakini mbinguni huduma haitolewi katika roho ya ushupavu wa sheria. Leo hii wa Adventista tumekuwa washupavu wa sheria. Tumehubiri sheria Mungu tukakauka kama milima ya nini? Kribo. Tumekauka. Na Mungu hahitaji hiyo kitu. Anasema ukimwelewa Mungu, kushika sheria zake ni kitu kirahisi. Leo hii tumehubiri sana sheria tukamwacha Kristo. Lakini kinachopaswa ni nini? Ni sheria ya Kristo inuliwe juu. Wakati Kristo anapoinuliwa, watu wamuone nani? Wamuone Kristo, na kupitia Kristo watu washike sheria, sababu sheria ya Mungu imejengwa katika upendo. Sikiliza. Sema hivi: wakati shetani alipoasi dhidi ya sheria ya Yehova, wazo kwamba kulikuwa na sheria ilikuja kwa malaika karibu kama mwamko wa kitu fulani ambacho hakikufikiriwa. Wakati shetani alipoasi, malaika hawakujua kama kuna sheria ya Mungu, kwa sababu walijua upendo ndio msingi wa Mungu. Hivyo hawakujua kama kuna sheria inayosema kwamba usiwe kama, usijifanyie miungu. Hawakujua hicho kitu. Kwa hiyo hayo mambo yametokea baada ya dhambi kuingia. Na sheria ya Mungu ilikuwa inashikwa kwa upendo, na wakutambua kama kuna sheria ya Mungu. Ilitokea baada ya dhambi. Na hata sisi tutakapopokea haki ya Kristo na kumwelewa Kristo, sheria ya Mungu itashikwa, si kwa sababu tunalazimishwa, kwa sababu tunampenda. Sikia anavyozungumza nabii wa Mungu. Lakini nani ambaye anahitaji kuambiwa asibe wakati anawapenda adui zake? Anasema katika huduma yao malaika sio kwamba watumwa, sio kama watumwa, bali kama wana. Kuna umoja mkamilifu kati yao na Muumbaji. Utii kwao sio kazi ngumu ya kuchosha. Upendo kwa Mungu unaifanya huduma yao kuwa jambo la furaha. Hivyo katika kila roho ambapo Kristo, tumaini la utukufu, anaishi, maneno yake yanalejewa. Kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndiyo furaha yangu, na mshilia yako imo moyoni mwangu. Kwenye Zaburi ya 48, ombi mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ni ombi ambalo utawala wa uovu katika dunia hii uweze kufika mwisho, kwamba dhambi iweze kuangamizwa milele na ufalme wa haki kusimamishwa. Ndipo hapa duniani kama huko mbinguni inapotimizwa kila haja ya wema wake. Kwa Thessalonike 2:1-11. Kwa hiyo ombi ya kwanza mapenzi ya Mungu yatimizwe ni kukomesha nini? Ni kukomesha dhambi katika maisha yetu na kumfanya Kristo kuwa wa kwanza. Ndicho anachokitaji, na hicho watu wa Mungu kinaitwa kuhesabiwa haki. Kwa nini? Haki kwa imani. Sikiliza.
Hii last day event ukurasa wa 218. Nabii anasema hivi: katika wakati huu, kama watu hatutapokea ukweli wa sasa, kama hatutapokea hii nuru, tukaikataa kama walivyokataa watu wa 1888, hakutakuwa na udhuru watu wa Mungu. Wakati ule wa 1888 walihisi ni kama kitu fulani hivi cha kuogopwa. Na kama hatutapokea tena huu ujumbe wakati huu tunapomaliza historia na kufunga historia ya ulimwengu, wengi hawataweza, wengi watakataa. Sikiliza, last day event ukurasa 218 anasema kwamba those who have an opportunity to hear the truth and yet take no pain to hear or understand it, thinking that if they do not hear, they will not be accountable, will be judged guilty before God, the same as if they had heard and rejected. Yani wale ambao wamepata wajibu wa kusikia ukweli huu na wasikie maumivu na kuelewa, wakifikiria kwamba hawatahukumiwa, hawatakuwa kwenye wajibu, nasema kwamba hawa nao watahukumiwa vile vile. Nabii wa Mungu anaendelea kusema kwamba there will be no excuse, hakutakuwa na msamaha for those who choose to go in error, kwa wale ambao wanachagua kwenda katika makosa, when they might understand what the truth, ambao watu wa Mungu wangelielewa huu kweli. In his suffering, katika mateso yake, and this Jesus has made atonement, Yesu ametoa upatanisho kwa dhambi za nini? Za kutokujua. But there is no provision made for willful blindness. Lakini Mungu hajatoa nafasi kwa dhambi ya makusudi. Unajua na unafanya. Mungu hatatoa nafasi hiyo. Kwa wakati huu watu wa Mungu, ni wakati wa kila mmoja wetu kusaka hii hazina iliyostilika, na hazina yenyewe ni kuhesabiwa haki kwa imani. Sio kujua sheria za Mungu zinazungumzaje. Tunahitajika watu wa Mungu kushinda dhambi kabla tujachelewa. Na masomo ambayo yatatuongoza kushinda dhambi ni masomo ya kuhesabiwa haki kwa imani. Ndio, tuko wakati wa nini? Wa investigative judgment. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Kristo yuko wapi? Patakatifu, patakatifu mno. Ni kweli, tunafahamu. Tunaelewa kwamba sheria ya Jumapili inakuja, ni kweli. Lakini kama sina maandalizi, kama sijamruhusu Yesu Kristo afanye mabadiliko katika moyo wangu, itatusaidia nini? Ni kweli, tunafahamu ya kwamba miaka 6 inakwenda kukoma 2031. So what? Kama hujampokea Kristo, tutakuwa kama wadhambi tu wengine. Dalili za nyakati zinatuonesha kwamba marejeo ya Kristo yapo karibu. Lakini nani atuokoe sasa tunapoikataa haki ya Kristo na kubaki kugombania nani wakubwa, nani wenye ujumbe? Leo hii kila kona wana matengenezo. Kila kundi linaibuka, hili linaibuka likikili lenyewe lina ukweli kuliko kundi jingine. Lakini kundi lolote lile, liwe la wana matengenezo, iwe SDA ndani ya mfumo, kama hakuna ukweli wa kuhesabiwa haki kwa imani, hilo kundi halikupeleki mbinguni. Tafuta penye ukweli wa sasa ambao ni kuhesabiwa haki kwa imani. Ndiyo, Kristo yuko patakatifu, ndiyo. Baada ya kujua inakusaidia nini? Je, dhambi zako umezishinda? Ule uzinzi ambao unakusumbua kila mwaka umesha ushinda? Ile chuki kwa wenzako, je? Wewe unajiita mwana matengenezo, je, kwani una chuki kwa watu ambao si wana matengenezo? Je, kweli tabia Kristo ndiyo hiyo? Je, Yesu alichukia Mafarisayo? Alichukia Masadukayo? Je, alichukia watu ambao walimpinga, waliokwenda kinyume naye? Je, aliwachukia? Kristo aliwaambia, Baba wasamehe, maana hawajui lile walitendalo. Na haya ndiyo yatakuwa maneno ya watu ambao hatimaye watabadilishwa na kunyakuliwa Kristo atakapokuja mara pili. Hao ndio watu ambao watahubiri loud cry. Hao ndio watu ambao watamaliza kazi wakitiwa mvua ya masika na kuhubiri kilio kikuu. Hao ndio watu ambao Mungu anawahitaji. Kwa hiyo hakutakuwa na excuse,
Hakutakuwa na excuse watu wa Mungu. Na anazungumza wazi kwenye writings. Leo kuna vikundi vingi, anasema kila kikundi kina nini? Kina ukweli wa leo. Nasema kwamba the different parties of a professed Adventist believer have each a little truth. Kwamba kila kikundi kina ukweli kidogo. But God has given all this truth to his children who are being prepared for the day of the God. Lakini Mungu ametoa ukweli wote kwa watoto wake ambao unawaandaa kwa ajili ya siku ya Mungu. Swali, kitu gani ambacho kilikuwa kinawaandaa 1888 kukutana na Kristo, na kina Buddha wakakikataa, akina Ulaya wakakikataa, akakubali Ellen tu? Ilikuwa ni kuhesabiwa haki kwa imani. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhesabiwa haki kwa imani. Ndicho ambacho Mungu alikitoa. Sikiliza, nasoma nukuu moja hapa tuone kinachozungumzwa kama Mungu alitoa kitu gani. Sikiliza mpendwa, tunaposoma hii nukuu moja uone kinachozungumzwa. Watu wa Mungu, Mungu alitoa ujumbe huu makini kabisa, na watu wengi walikataa. Naomba nisome hii nukuu. Inazungumza kama ifuatavyo. Naomba nisome hii nukuu. Inatoka ni kitabu cha TM 91:92. Nasema hivi: kwa rehema zake nyingi Bwana alituma ujumbe wake wa thamani kubwa sana kwa watu wake kwa njia ya wazee wa Gona na Jonas. Ujumbe huu ulikusudiwa kuleta kwa wazi zaidi mbele ya ulimwengu Mwokozi yule aliyesulubiwa, aliyeinuliwa juu, kafara kwa dhambi za ulimwengu mzima. Anasema ulifundisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika yule aliye mdhamini wetu. Leo unakuta mtu anasema mimi ni mtakatifu. Huo ni ukweli. Ukweli ni upi? Ukweli ni Yesu aliye ndani yangu ndio mtakatifu. Sisi tu wa dhambi. Yesu anasema tutafute huo utakatifu, na kupitia Kristo ndipo tunahesabiwa haki. Ile haki baadaye inakuwa ya kwetu, maana yake imparted righteousness. Inakuwa imputed righteousness. Yesu ana impact, inakuwa imputed righteousness. Inakuwa ya kwetu, na huko ndiko kuhesabiwa haki kwa imani. Lakini kwa nguvu zetu hatuwezi. Kwa ujumbe huu watu wa Mungu ndio ujumbe ambao utamaliza kilio kikuu, utamaliza kazi. Na nabii wa Mungu anasema kwamba kwenye 1888 material ukurasa wa 775 paragraph ya 5 nasema hivi: in the manifestation of that power which lightened the earth with the glory of God, they will see only something which in their blindness they think dangerous. Katika uonesho hiyo nguvu ambayo itangaza kwa utukufu wake, anasema kwamba watu wengine watasi kwamba kuna kitu fulani hivi, kwa hiyo watakiogopa. Anasema something that will allow their fear, kitamsha hisia yao ya uoga, and they will bless themselves to resist it, na wataungamana kukipinga hicho kitu. Kitu gani hicho? Ni kuhesabiwa haki. Kwa nini? Kuhesabiwa haki kwa imani. Ndio ujumbe ambao pia ulipingwa wakati ule. Huo ndio ujumbe uliopingwa na ndo ujumbe ambao unakwenda kumaliza kazi. Because the Lord does not work according to their idea and expectation. Vikundi vingi vinaishi kwamba Mungu anafanya kazi na wao. Lakini kama ujumbe huu haupo watu wa Mungu, anza kutafuta kokote uliko, na unapatikana ujumbe huu wa 1888 unapatikana. Na lazima watu wa Mungu tuelewe ujumbe huu ndio utakaomaliza kazi, na hakutakuwa na kitu kingine kitakachomaliza kazi. Kwa hiyo wengi watainuka na kupinga, nasema why they say should not we know the spirit of the God when we have been in the work for many years? Je, hatumjui Roho Mtakatifu
na tumekuwepo kwenye kazi kwa muda mrefu, wengi wataibuka na kupinga. Huu ndio ujumbe wa kilio kikuu. Huu ndio ambao ujumbe utakao kwenda kumaliza kazi. Huu ujumbe. Na sikiliza. In Last Day Event ukurasa wa 200 inasema kwamba the last message of mercy, ujumbe wa mwisho wa rehema, to be given to the world, ambao utatolewa kwa ulimwengu, the revelation of his character of love. Ni ujumbe ambao unafunua tabia yake, nani? Kristo, ya upendo. Huo ndio ujumbe ambao watu wa Mungu lazima watu tuwe nao na tupeleke kwa watu kabla hatujachelewa. Yaani watu wa Mungu, tushinde dhambi kabla ya sanamu ya mnyama, la sivyo hataweza kusimama. Na huu ndio wakati wa kusaka hayo matilio, na huu ndio wakati wa kumsihi Kristo abadili maisha yetu. Tuache mitazamo yetu, tuache kusonana vidole, tuache. Hiyo haitatusaidia, itatuongoza kwenye uharibifu. Na hicho ndicho Mungu anachokisia watu wa Mungu. Tutakapotafakari kafara ya Kristo, jinsi alivyojitoa pale msalabani, watu wa Mungu, Kristo aliumizwa vibaya mno. Vibaya mno aliumizwa. Na uvuvio unazungumza wazi kwamba sisi na waliokombolewa, hii ni testimony, gombo la 5, sema sisi na tuliokombolewa tutakaposimama katika bahari ya kioo, tukiwa na vinubi vya dhahabu, tukiwa na taji ya uzima, tukitazama umilele mwingi usiokuwa na kikomo, ndipo tutakapotambua kwamba muda wetu wa majaribu ulikuwa ni mfupi sana. Watu wa Mungu, muda wetu wa majaribu ni mfupi sana. Je, kufikia kwenye ukomo wa dhambi ambao ni 2031, tuna wakati gani? Muda wetu umebaki ni mchache sana. Ni wakati wa nyongeza, na tunapotazama matukio haya inadhihirisha wazi ya kwamba Kristo yu karibu kurejea. Tunawezaje kupona wakati huu, wapendwa? Ni kuruhusu haki ya Kristo itawale maisha yetu. Ni kuruhusu Kristo aliyesulubiwa avunje tamaa zetu mbaya, avunje kukosa kwa upendo katika maisha yetu, avunje chuki kati ya muumini na muumini, na sote tuandaliwe kuhubiri kilio kikuu, la sivyo hataweza kuandaliwa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Ujumbe ni upi? Ni kuhesabiwa haki kwa Kristo. Huu ndio ujumbe uliosaulika, na huu ujumbe lazima umuinue Yesu juu, na watu watakapomtazama watabadilishwa. Mungu atusaidie sana, watu wa Mungu. Tunapohitimisha somo hili, tuweze kuomba watakatifu wa Mungu, tuweze kuomba. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendeleo huu. Uvuvio unazungumza wazi ya kwamba Kristo, sisi na tuliokombolewa, tutakaposimama katika bahari ya kioo, tukiwa na vinubi vya dhahabu na tukiwa na taji, ndipo tutakapotambua kwamba muda wa majaribio ulikuwa ni mchache sana, na tuko mwisho kabisa ukufungwa kwa historia ya ulimwengu. Dalili zinaonesha, tunapoona Vatican ikitoa matamko ya kwamba wanahitaji kuanzisha uchumi mpya, ni dalili ya kwamba uchumi huo utakuwa umeunganishwa na sheria ya Jumapili. Na lazima tuelewe hivyo na tujiandae kwa ajili ya ujio wako. Baba yetu mtakatifu, tusaidie kutambua muda uliosalia. Kabla Jehova tujafikia huko, natamani sura na tabia yako iweze kuoneshwa katika maisha yetu. Kabla tujachelewa, upendo wako dhihirishwe kabla tujachelewa. Ushindi wa dhambi ambazo zinatuzinga, mwenye uwezo wa kutuponya ni wewe. Ndio mwenye tiba, wewe ndio mwenye dawa ya dhambi. Hatuwezi kutafuta dawa kwingine, ni wewe peke yako Kristo. Na utakapoinuliwa katika maisha yetu yatabadilika sana. Mtazamo yetu kwa watu wengine yatabadilika sana. Kuhisi kwetu kwa watu wengine kutabadilika sana. Oh yes, tupatie haki yako uweze kushinda dhambi.
Tusaidie Jehova tunapoitisha somo hili, na uwe nasi katika somo jingine. Mapenzi yako yatimizwe kwa Kristo Yesu. Amen. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Tuko wakati wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Maranatha. Yesu yuaja tena. Maranatha. On the love of Yah, on the love from Thusia, I have set my heart on my Savior, on Yahweh my Savior. And when